kwa kurunzi ya leo tukiwa naye mhariri wa KTN leo Paul Nabiswa pamoja na Dansan Omari, wakili na mchambuzi wa siasa, akiwa anaungana nasi kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi. Tukianza basi mahojiano yetu, nitaanza na wakili Dansan Omari. Kama unatupata, ulikuwa umesema kuwa Raila Odinga inabidi awe na wasiwasi kutokana na uasi wa magharibi ya Kenya. Tueleze sababu zako. Jambo la kwanza ni kwamba lazima Raila sasa hivi kiwewe kimemwingia. Sababu ni kwamba kulingana na utaratibu za kikatiba, ushindi wa kuwa rais lazima mtu awe amepata 50% ongeza moja juda zaidi. Kwa hivyo unapoangalia ni kwamba ule Ababu Namwamba, licha kwamba amekigura kile chama cha ODM, ana wafuasi ambao wanamkubali na wanamfuata. Ule ambaye Ababu Namwamba si mwanasiasa ambaye utamdharau, kwa sababu ukimuona unamwona kwamba kuna yeye, kuna Waluke kutoka upande wa Sirisia, kuna Utuma kutoka upande ule wa bado Bungoma, kuna wale akina Utichilo, kuna wale wafuasi, kuna wabunge wengi wa ODM katika ile sehemu za Western Kenya ambao wanasema kwamba ile jamii ya Mlembe sasa lazima imegairi msimamo na inaangalia msimamo wao katika ODM. Naam, Nabiswa, umemsikia kuwa wakili anasema kuwa Ababu pia ana mvuto na wafuasi wake, lakini kuna wale ambao wanasema Ababu alisaidiwa na Raila kuingia katika siasa. Kwa hivyo sasa, je, Raila ana sababu yote ya kuwa na wasiwasi? Kwanza, kusaidiwa kuingia katika siasa, hilo ni jambo ambalo unaweza msaidia mtu na asifanye chochote, lakini unaweza vile vile kumsaidia mtu alafu ajijenge kabisa. Sasa wewe ulikuwa na nafasi ya kumsaidia alafu akaota mbawa kama ilivyo. Sasa unajua kufikia sasa Ababu amekaa kama miaka 8 katika siasa. Kwa hivyo miaka 8 katika siasa ni mingi, na kama ulisaidiwa mara ya kwanza lazima utakuwa umetafuta mbinu na mambo kama hayo ili kujiongoza na kujisimamia mwenyewe. Kwa hivyo kama alisaidiwa mara ya kwanza, sasa anajisaidia yeye mwenyewe kwa sasa. Naam, kuna mwingine hapa katika mtandao wa Twitter @Luoi Tony anasema ndio kwa lile swali ambalo tulikuwa tumeuliza la je, Raila Odinga ana chochote cha kuhofia kuhusu uasi wa magharibi ya Kenya. Anasema ndio, magharibi ni ngome ya ODM, hata hapa pwani watu wanagura chama kabla mwaka ujao ODM huenda isiwepo. Wakili Omari, unakubaliana na hayo kuwa uasi ambao umeshuhudiwa mwanzoni katika maeneo ya pwani ambapo tuliwaona wabunge kama Gideon Mungaro pamoja na Zainab Chizuga wakikigura chama cha ODM, unadhani kuwa mwaka ujao huenda ODM ikawa pabaya zaidi? Basi yale tunayoyaona ni kwamba ngome zote za ODM ni kama kuna changamoto, kuna mlipuko ambao unazidi kuyoyoma. Ukiangalia kule pwani kuna wale ambao wanasema wanakemea ODM, ukiangalia pande za Western kuna huo mlipuko, ukiangalia pande ya Kisii pale napotoka kuna hali ya kujaribu kusema kwamba ile ODM sasa yale yaliyokuwa yametuelekeza kwenye lile chama basi hayamo tena. Kumbuka ya kwamba vile nilivyosema, huenda Raila Odinga asipojichunga akabaki na wafuasi sugu katika ngome yake ya Luo Nyanza, na mambo yanavyoendelea ni kwamba wote wanaogura wanaelekeza kuongezea idadi Rais Uhuru Kenyatta na kikundi chake cha Jubilee. Kwa hivyo kumbuka, Ababu hawabishani na Raila Odinga. Raila Odinga anatafuta kura za uraisi, ule Ababu Namwamba anatafuta kura za kuwa mheshimiwa ama kuwa governor. Kwa hivyo kwangu naonelea kwamba vile huu mlinduko unazidi kuongezeka ni kwamba unazidi kupea ile chama cha Jubilee umaarufu wa kupeana ule mvuto wa kuonyesha kwamba wanamtoroka Raila Odinga, wanaelekea wapi? Wanaelekea obvious kwenye Jubilee. Kwa hivyo Raila Odinga lazima afikirie zaidi kabisa ili aweze kutatua hili shida. Licha kwamba Raila ni mkakamavu wa
kuwa na maisha mara 9 kama paka, huenda akajinasua kutoka huu mtego, lakini sioni wakati huu akijinasua, huenda akaingia kwenye giza ambalo pengine hatajitoa. Naam, Nabiswa hapa Chiponda Mwagongo katika mtandao wa Twitter anasema la hasha, waasi hawa ni viongozi wachache walafi, lakini wapiga kura hawajasi chama, ODM bado ni thabiti. Manake nadhani kuwa Ababu na wale wengine watataka kurejea katika zile nyadhifa walizoko hivi sasa na hata zaidi. Je, huu kakamavu wa Ababu unatoka wapi, haswa ikizingatiwa kuwa ni wapiga kura watakaomuunga mkono au watakaokata kumpiga kura? Lakini Ababu mwanzo ni mtu ambaye ni mkakamavu siku nyingi, na unakumbuka wakati ule katika bunge la 9 kama bunge la 10 kunradhi, hata aliapa kwa jina la Raila na wakati huo ilikuwa ni kinyume cha sheria, lakini hakujali. Wabunge wanamwangalia, lakini anaamua, anasema ndio hivyo, mimi naamini Raila ndiye ameshinda katika uchaguzi wa mwaka 2007. Kwa hivyo Ababu vile vile ni mtu ambaye anajiweza hata kuzungumza na kadhalika, na ushawishi. Alafu hiyo nafasi ya kupata kuwa katibu mkuu ilikuwa mara ya kwanza, ilisemekana hakuwa katika kambi ya Raila, alikuwa katika ile kambi ya kina Joho, na ilionekana wazi kwamba kulingana na wale wakosoaji ni kwamba angeshinda katika ule uchaguzi. Alafu ukawa na vurugu na mambo kama hayo, lakini baadaye walikaa pamoja kama baraza kuu la chama, wakaamua kwamba wanagawana sasa, wataki kwenda katika uchaguzi. Sasa wakaamua kila mtu anapatiwa nafasi fulani. Hata Otuoma alikuwa katika orodha ya kwanza, ilikuwa inatakiwa awe mwenyekiti. Unaelewa, lakini wakaona kwamba hewa ilikuwa imechafuka. Kwa hivyo Ababu kama mtu mwenyewe ni mtu ambaye ni msemaji mzuri, ni mtu ambaye akizungumza watu wanakubali. Alafu pia kama vile vile Otuoma amesema anatoka katika kuwa naibu mwenyekiti, sasa hapo ndio ngoma inaanza. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba hawa watu wameamua, na kama ulisikia watu wa huko Busia, kuna baadhi wananchi wenyewe walisema sasa hata sisi tutama ODM. Kwa hivyo ni kama kuna muamko fulani katika eneo hilo ambalo lina idadi kubwa ya wapiga kura sana, na ni kama jamii ya pili kwa ukubwa nchini Kenya. Kwa hivyo kila mwanasiasa anataka kwenda magharibi, lakini inaonekana viongozi kutoka sehemu hiyo wameona pia kwamba wana nafasi kubwa, kwa hivyo wasichukuliwe hivi tu. Naam. Tukimalizia, manake naarifiwa kuwa muda haunasi, wakili Omari, sasa labda ushauri wako unaweza kuwa gani iwapo ungepewa nafasi na Raila Odinga, ungemweleza afanye nini ili kuweza kutuliza hali hii ya uasi katika chama cha ODM? Hamna demokrasia ya kutosha katika ile chama cha ODM. Kuna harakati ya wale ambao ni wandani wake kujifanya kwamba chama ni chao, hivi kwamba ukimwona Ababu hakuachiliwa ile shahada ya chama, certificate of registration. Kwa hivyo lazima akubali ya kwamba uchaguzi ufanyike kwa njia iliyo wazi na kuwe na demokrasia pale ndani. Kwangu mimi ningemshauri kwamba imefika wakati wa kuachilia mtu mwingine naye ajaribu kumenyana na ule Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, lakini kwa sasa mimi naona kwamba dalili yaonyesha kwamba tamati ishafikia. Naam, asante sana wakili Danstan Omari pamoja na Paul Nabiswa, mhariri wa KTN leo. Danstan Omari ni wakili na pia mchambuzi wa siasa. Ndio kurunzi ya leo kuhusiana na uasi katika chama cha ODM. Je, Raila Odinga ana chochote cha kuhofia kuhusu uasi wa magharibi ya Kenya? Karogo Mureithi katika mtandao wa Twitter anasema mzee Raila Odinga amepoteza uungwaji mkono wa viongozi wengi ambao wanaona anawaelekeza upinzani tena. Kuna jumbe zingine nyingi, lakini kwanza tupate taarifa hii. British Council Tanzania imeanzisha mpango wa kuwawezesha wasanii wa Afrika Mashariki kushindana katika soko la muziki duniani. Mpango huo kwa jina Fursa ya Sanaa Afrika Mashariki utaanzia nchini Tanzania, ambapo utaandaa mradi wa sanaa utakaojumuisha wasanii wawili kutoka Afrika Mashariki na mmoja kutoka Uingereza, na kila mradi utafadhiliwa kwa pauni 20,000 ambayo ni sawa na zaidi ya shilingi milioni 2.5 za Kenya. Rajabu Hassan kutoka Tanzania anatuarifu zaidi.
Muziki chakula cha nafsi, kioo cha tamaduni na liwazo kwa waliofikwa na masahibu. Muziki husafiri mbali na kuvunja mipaka ya nchi na kuwaleta pamoja mashabiki. British Council Tanzania inaisogeza fursa karibu kwa wasanii wa Tanzania na wengine wa Afrika Mashariki. The whole of the East Africa Arts Program is about connecting people, connecting art centres, and connecting contemporary British and contemporary East African culture. So like Nasir said, we're working across Ethiopia, Tanzania, Uganda, Rwanda and Kenya. Kiasi cha paundi 20,000 zitatolewa kwa kila miradi 3 hadi 5 ya burudani itakayochaguliwa, na sharti ijumuishe wasanii 2 kutoka Afrika Mashariki na 1 kutoka Uingereza. Wasanii hawa kutoka Tanzania hawakubali fursa hii wapite. This opportunity is a great opportunity, to say the truth, and the fact that this opportunity, they're literally even funding us to the projects that we need. I would say, let's be visionary. Let's come up with ideas that will change our communities, that will change our nation, and invest in these opportunities, bring something productive to our nation, give back to our nation through these opportunities. And that's the way we can actually say we've used these opportunities well. So, changamkia fursa. Vijana tunaweza kukam behind fursa kama hizi na kukuza, not only kukuza vipaji vyetu, but kukuza maono yetu kwa what we can do with our vipaji. Kwa sababu mpaka sasa hivi kwa wasanii wengi imekuwa kwamba ninataka kukuza kipaji changu ili niwe famous, nijulikane, na nipate mapene, niwe ndani ya gari, vitu kama hivyo. Lakini kuna vitu vingi sana ambao wasanii tunaweza kufanya kwa nchi yetu. Ni vingi sana. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Nape Nnauye amesema baadhi ya wasanii wa Tanzania ni maarufu duniani na muziki wa Tanzania unavuma, lakini wasanii wa Tanzania wana kasumba. Tanzania na Watanzania hatujajenga sana utamaduni wa kutumia fursa mbalimbali. Mara nyingi tunadhani fursa hizi ni kwa ajili ya watu fulani na sio kwa ajili yetu. Fursa ya sanaa kwa Tanzania na Afrika Mashariki si kwa muziki pekee, bali sanaa zote rasmi. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Kurunzi ya leo tulikuwa tumekuuliza kama Raila Odinga ana chochote cha kuhofia kuhusu wasi wa magharibi ya Kenya. Nitakuacha na kauli ya Atmele Julius 4, anasema la, maji ya moto hayachomi nyumba, baba yuko imara. Naitwa Mashirima Kapombe, tukutane kesho panapo majaliwa. Usiku mwema. Tupate makuu ya leo.